Tunaongelea miezi minne sasa tangu kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Said al-Khamenei katika shambulio ambalo Marekani na Israeli walilifanya ndani ya Tehran. Lakini mwili wake ulikuwa haujazikwa mpaka hivi sasa tunavyoongea. Bado mwili wake haujazikwa. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 6, 2026 na mazishi yake yanatarajiwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa 7. Kwa hiyo alikuwa bado hajazikwa, na ungeshangaa kidogo kwa sababu katika taratibu za imani ya Kiislamu hakutakiwa kukaa muda mrefu kiasi hicho. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu kama unavyojua, nchi imekuwa katika vita, nchi imekuwa kwenye mgogoro na Marekani. Kwa hiyo isingekuwa salama sana kwa kuweza kufanya mazishi yake. Ndio maana amekaa huo muda wote, au mwili huu umekaa huo muda wote, muda wa miezi minne sasa, takriban miezi minne. Kwa hiyo habari kubwa ni kwamba jeshi la IRGC pamoja na mamlaka zingine ndani ya Irani wanaandaa tunaita logistics, ambazo kwanza mji mkuu wa Tehran umefungwa au utafungwa niseme itakapofikia hapo, maana bado barabara kuu zimefungwa kwa ajili ya parking za magari. Lakini kikubwa zaidi ambacho kimenifanya nije nikuambie hapa ni kuwa mwili huu utabebwa na helikopta. Namna watakavyomzika na mazishi yake au hizi shughuli za maombolezo zitakavyokuwa, basi atabebwa kwa helikopta. Mwili wake ule utabebwa kwa helikopta. Ini kwa nini? Ni kwa sababu wanajaribu kukwepa majanga ambayo yanaweza kutokea. Kumbuka, waombolezaji milioni 20 wanakusudiwa kuhudhuria katika shughuli hizi za maombolezo ya kiongozi mkuu wa Iran, na wamekuwa na uzoefu tangu miaka mingi. Nakumbuka Ayatollah wa kwanza alikuwa anaitwa Ruhollah Khomeini ambaye 1989 alifariki, na inaaminika walihudhuria waombolezaji kama milioni 10, na bado kukatokea vurugu za hapa na pale, bado kukawa na fujo zilizosababisha watu wengine kujeruhiwa na watu wengine kupoteza maisha, kwa sababu kila mtu alikuwa anataka kwenda kugusa ule mwili wa kiongozi wao, alikuwa ambaye ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kila mtu alikuwa anataka kwenda kugusa ule mwili. Kwa hiyo hiyo ikasababisha sasa walinzi wakazidiwa, na haraka sana ikabidi iletwe helikopta kuja kubeba ule mwili na kupandisha juu ili basi kusiwe. Lakini katika hiyo sasa ambayo kila mmoja anataka kugusa mwili wa yule kiongozi, matokeo yake basi watu wengi walipata majeraha na wengine walipoteza maisha. Hiyo ilikuwa 1989. Lakini wakuja 2020, kamanda Qasem Soleimani ambaye aliuawa katika shambulio la droni nchini Iraq 2020 hiyo, ni huyu Donald Trump ndo alimuua yule kamanda wakati wa utawala wake wa kwanza, basi alimuua. Kwa hiyo yakafanyika tena, zikafanyika niseme shughuli hizi za maombolezo nchini Irani. Pia inaaminika watu kama 56 walipoteza maisha na wengine kama 200, zaidi ya 200 walijeruhiwa katika shughuli hizi za kutaka kukaribia na kugusa mwili au kugusa, yani kila mmoja anataka aguse, sijui wanaamini labda kuna baraka, hatujajua kwa sababu ndivyo ilivyo. Kwa sasa kwa huyu kiongozi ambaye sasa namba ni kubwa ya waombolezaji wanaotarajiwa kuenda au kuwepo kwenye hizi shughuli za maombolezo, kwa sababu namba ni kubwa, kwa kilichofanyika sasa ni kuwa mwili huu utabebwa na helikopta, hautabebwa kawaida kama inavyobebwaga miili mingine au kama jinsi ambavyo imekuwa huko nyuma. Sasa hiyo ndio shughuli itakayofanyika, na wanasema itabeba helikopta, itapita baadhi ya miji, kwenye miji hii ya kwenye maeneo mbalimbali ya mji wa Tehran, na baadaye basi kwenda kuzikwa kwenye kaburi la
anajulikana kama Sheikh Reza kitu kama hicho, ambapo ndo sehemu ambayo yeye mwenyewe Ayatollah alisema akifa basi azikwe katika eneo hilo. Kwa hiyo itakuwa iko hivyo. Sasa ulimwengu umeaminishwa kuwa Irani wanawatawala watu kimabavu na wanawatawala watu kibabe na hakuna haki pale Irani. Nadhani mnakumbuka hata huyu ndugu yenu Donald Trump alichokuwa anakiongea kuwa tunaenda kuwapa uhuru watu wa Irani. Lakini ukumbuke kiongozi wao amekufa, kuna tarajiwa waombolezaji milioni 20 waweze kuhudhuria katika msiba huu wa mzee Ayatollah Said al-Khamenei kwenye shughuli za mazishi ya mwili wake. Kumbuka ni Irani ambayo tumekuwa tukiaminishwa na tukiambiwa kuwa watu hawana uhuru na ile serikali watu wameichoka. Hivi unadhani ni nini kimesababisha Irani isianguke? Ni kwa sababu mnachoambiwa huku ni tofauti na uhalisia ulioko pale ndani. Mtu ambaye watu hawampendi leo hii, jamani, haya mambo nafikiri mnayajua. Vyombo vya habari viko vinaongea sana vya nje ya Tanzania kuhusiana na Comrade John Joseph Magufuli. Nafikiri mnakumbuka. Wakawa wanaongea sana kuwa watu hawampendi kwa sababu ni, lakini sasa shughuli kaja kuonekana kwenye maombolezo. Watu walivyokuwa ni wengi. Nakumbuka mpaka aliyekuwa rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte aliposti kabisa akasema, haya, yule ambaye ulimwengu ulikuwa unaaminishwa kuwa ni mtu mbaya, angalieni hii namba ya waombolezaji walioenda kuomboleza kwenye huo msiba. The same hata pale Iran, kwa sababu mnakumbuka Donald Trump alisema kuwa anaenda kupeleka uhuru kwa taifa la Iran, anaenda kuwapa uhuru, na katika kauli mojawapo aliyoiongea akasema kuwa ukombozi wenu umekaribia nyinyi watu wa Iran. Kwa hiyo tunakuja haraka haraka, alafu basi uhuru wenu umepatikana. Na uhuru anaongea kwa sababu kumbuka pale Irani kuna majeshi ya aina 3. Lipo jeshi la nchi, lipo jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ambayo ndio hii IRGC, na lipo jeshi la maadili. Maadili maana wao wanasema sisi ni Waajemi na lazima tukae kwenye maadili ambayo tunatakiwa tuweze kukaa. Kwa hiyo mtu akitokea amevaa vibaya, hasa hususan wanawake, lazima tu utakutana na lile jeshi la maadili la Iran, lazima litakupa adhabu fulani, maana huo ndio utamaduni na ndio utaratibu wao. Lakini wao sasa wakasema, Marekani wakasema, au niseme Donald Trump akasema kuwa tunaenda kuwapa uhuru watu wa Iran kwa sababu wanaishi, lakini ukumbuke kulikuwa na maandamano Iran, na yale maandamano yalikuwa ni kwa sababu ya gharama za maisha zimepanda. Hawakuandamana ili uongozi utoke madarakani. Nataka uelewe hizo tofauti. Wale hawakuandamana ili uongozi ule utoke pale madarakani. No, waliandamana kwa sababu ya gharama za maisha ziko juu sana. Lakini swali mimi na wewe tuulizane, aliyefanya gharama za maisha Irani ziwe juu ni nani kama sio huyu Marekani, kwa kuiwekea vikwazo Irani, kuzuia biashara za Irani. Meli nyingi ziko ndani ya bahari na haziendi popote kwa sababu zimewekewa vikwazo, labda zitafute njia za chocho, na zimewekewa vikwazo. Kwa hiyo ukiwekewa vikwazo automatic maisha yatakuwa ni magumu. Kwa hiyo wakawaaminisha watu vile, na walivyoona yale maandamano na nini wakaona yes, hapa sasa ndio tunaweza kuingilia hapo. Lakini mwisho wa siku serikali ya Irani bado ipo imesimama imara, na sasa msiba wa kiongozi wao wanatarajiwa waombolezaji milioni 20 waweze kuhudhuria kwenye huu msiba. Huyu ndio unaambiwa kuwa alikuwa hapendwi na wananchi wake. Huyu ndio unaambiwa kuwa huyu alikuwa ni dikteta. Kwa hiyo ni mambo ya ajabu kidogo ambayo nadhani ulimwengu nakuwa unaaminishwa, na katika kuaminishwa kule na walimwengu wakishaaminishwa basi hakuna namna. Hiyo ndugu zangu, ndivyo hivyo. Nikaona tuweze kuongea mawili matatu hapa, lakini ukweli ni kuwa kiongozi wao walikuwa wanampenda sana, na wakati Marekani wamemuua, wakumbuka mpaka wale waliokuwa wanaandamana kwa ajili ya gharama za maisha za pale Irani
waliandamana kuilaani Marekani kwa vitendo ambavyo wamevifanya. Hata juzi hapa mmeona wakati Marekani wanaingia kwenye makubaliano na Irani, kuna raia waliandamana ndani ya Irani wakipinga, hatutaki kukubaliana na Marekani. Kwa hiyo ndio maana unaona sasa pale Irani imekuwa ni ngumu kuangusha ule utawala. Asanteni sana.